Rais wa Marekani Donald Trump amesema amehairisha mashambulizi yote ya kijeshi dhidi ya mitambo ya umeme ya Iran na miundombinu ya nishati kwa siku 5 kufuatia kile alichokiita mazungumzo yenye tija kuhusu suluhisho kamili la kumaliza uhasama. Awali aliweka muda wa saa 48 ambao ulipaswa kuisha leo kwa Iran kufungua tena njia muhimu ya meli ya mlango wa Hormuz au miundombinu yake na ya nishati ishambuliwe na kuharibiwa. Shirika moja la habari la Iran lenye uhusiano wa karibu na utawala wa taifa hilo hata hivyo limesema kuwa Rais Trump amesita kuchukua hatua hiyo. Taarifa ya Lauren Moss inawasilishwa na Agnes Penda. Huku picha nyingi zaidi za uharibifu nchini Iran zikisambaa katika wiki ya 4 ya vita hivi, hii leo kumekuwa na ishara kubwa zaidi kwamba suluhu ya mzozo huu iko karibu. Akiandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Trump amesema kwamba Marekani na Iran wamekuwa na mazungumzo yenye tija katika muda wa siku 2 zilizopita, akizungumzia kumalizika kabisa kwa mzozo katika Mashariki ya Kati. Pia amesema kwamba ameagiza jeshi kuahirisha mashambulizi yoyote dhidi ya vituo vya umeme vya Iran na miundombinu yake ya nishati kwa muda wa siku 5, lakini hili litalingana na kufanikiwa kwa mazungumzo na majadiliano yanayofanyika. Walipiga simu, sikupiga, walinipigia. Wanataka tuwe na makubaliano na tuko tayari kuwa na mkataba. Utakuwa mkataba mzuri na hakutakuwa na vita vingine. Hakutakuwa na silaha za nyuklia tena. Wanakubaliana na hilo. Bila hilo hakutakuwa na makubaliano. Lakini habari kutoka Iran ilikuwa tofauti. Shirika la habari la Fars linalohusiana na jeshi la Iran limemnukuu afisa wa Iran akisema kuwa hakuja kuwa na mawasiliano yoyote ya moja kwa moja wala vinginevyo na Trump, na kwamba baada ya kusikia kuwa Iran inalenga vituo vya nishati magharibi mwa Asia, Trump alisita. Haya yanafanyika baada ya wikendi ya majibizano kuhusu mlango huu wa bahari wa Hormuz ambao hutumika kusafirisha 20% ya mafuta duniani, lakini tangu mwanzoni mwa vita umefungwa na Iran. Donald Trump ameonya kwamba ataharibu mitambo ya umeme ya Iran iwapo mlango huu wa bahari hautafunguliwa ifikapo leo saa 6 usiku. Iran imesema kuwa italenga vituo vya kawi vinavyohusika na Marekani katika Ghuba kama njia ya kulipiza kisasi. Hakuna uhakika kuhusu msimamo wa Israel. Jeshi la Israel linasema limeendeleza mashambulizi yake Tehran leo asubuhi. Ving'ora viliendelea kusikika kote Jerusalem, huku roketi zilizorushwa na Iran zikiharibiwa. Katika muda wa wiki 3, Mashariki ya Kati imehusishwa katika mzozo huu ambao umesababisha viwanda vya kusafisha mafuta na viwanda vya gesi kulengwa na mamilioni ya watu kuachwa bila makao. Hali hiyo ya sintofahamu pia imetatiza soko la nishati kwingineko. Tayari tangazo la rais limeleta afueni kwa bei za gesi na mafuta ambazo zimeanza kushuka. Kama ilivyokuwa tangu mwanzoni mwa vita, hata hivyo, bado kuna maswali mengi kuliko majibu. Sasa kufuatia tangazo la Trump, bei ya mafuta ilishuka sana na mauzo katika soko la hisa duniani na yakapanda mara moja. Bei ya mafuta ghafi ilishuka kwa zaidi ya 10%, ingawa ilirudi na kuuzwa kwa takriban dola 100 kwa pipa. Awali mkuu wa shirika la kimataifa la nishati alisema vita vya Marekani na Israel na Iran vimesababisha mgogoro wa mafuta Mashariki ya Kati kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyowahi kuwa mara 2 katika miaka 1970. Fatih Birol amesema kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ndio suluhisho pekee la kutatua mzozo huo. Ndani ya taifa la Iran, watu wamekuwa wakizungumzia uamuzi wa Trump wa kusitisha mashambulizi. Licha ya serikali kukata huduma za intaneti, baadhi ya watu wanatafuta njia mbadala za kuingia mitandaoni. Jumbe hizi zilikusanywa na kusomwa na idhaa ya BBC ya Kiajemi. Nadhani hii itakuwa na athari kubwa sana kwa watu wa Iran. Iwe Jamhuri ya Kiislamu itabaki au itagundua kuwa iko kwenye hatua zake za mwisho, itaongeza gharama kubwa kwa watu wa Iran. Je, umeona ujumbe mpya wa Trump? Anatupeleka mbio sana. Nadhani anataka kuupa uongozi wa Iran makataa mengine. Ikiwa atafungua mlango wa bahari wa Hormuz, atashambulia kwa sababu anataka kuwashinikiza, ama kwa kuteka kisiwa cha Kaga, au kwa kuwashambulia ardhini. Mwandishi wa BBC wa habari za usalama Frank Gardner huko Doha nchini Qatar na mengi zaidi kuhusu hali hii.
Nadhani ukiangalia vizuri, hili ni bao 1-0 dhidi ya Iran, kwa sababu ni wazi Marekani ilikuwa tayari kushambulia mitambo ya umeme ya Iran baada ya saa 6 usiku wa leo. Nayo Iran ilikuwa imeweka wazi kabisa kwamba sawa, ukifanya hivyo tutajibu kwa kushambulia Marekani au mitambo ya umeme inayohusishwa na Marekani karibu upande huu wa Ghuba, ikigonga nchi kama Qatar, Bahrain, UAE, Saudi Arabia na Kuwait. Na hilo lingekuwa janga kwa upande huu wa dunia. Kwa hivyo nadhani kumekuwa na ushawishi fulani unaoendelea kutoka kwa serikali za Ghuba wakisema usifanye hivyo, si lazima, maliza vita. Ni wazi kwamba Israel inataka kuendelea kulenga maeneo ya makombora na vituo vya amri na udhibiti. Lakini wazo kulipiza kisasi la pande zote mbili, kugonga mitambo ya umeme pande zote mbili za Ghuba, lazima ukumbuke hii ni moja ya sehemu zenye joto zaidi duniani, ambapo hali joto ya mchana ni zaidi ya nyuzi joto 30. Haitachukua muda mrefu kabla ya kuanza kupanda hadi nyuzi joto 40. Na ukigonga vituo vya kusafisha maji baharini, watu hawatakuwa na maji ya kunywa ili kujikimu katika pande zote mbili za Ghuba. Kwa hivyo, unaadhibu kila mtu, pamoja na idadi kubwa ya watu, na huenda ikawa Donald Trump ameambiwa hili. Huku haya yakijiri, serikali ya Tanzania inasema ina mafuta ya kutosha kuitosheleza taifa lake. Katika juhudi za kuepuka athari za kupanda kwa bidhaa hiyo muhimu, waziri anayeshughulikia sekta ya nishati Deogratius Ndejembi ametoa onyo kwa wafanyabiashara watakaoficha mafuta kwa lengo la kusubiri bei kupanda duniani. Akizungumza mjini Dodoma, Ndejembi ameagiza kuundwa kwa timu maalum itakayoshirikiana na vyombo vya usalama ili kufuatilia kwa karibu usafirishaji na usambazaji wa mafuta nchini humo. Mafuta tuliyokuwa tumeagiza na yale ambayo tuna mikataba nayo ni mafuta ambayo yanatutosheleza kwa kipindi kirefu. Hivyo hatutarajii yale tunayoyaona yakitokea maeneo mengine yakatokea hapa nchini kwetu. Tutahakikisha kwamba wakati wote mafuta yanapatikana. Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana, kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa. Mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Tufanye kazi kwa jirani zaidi na wenzetu wa TRA kuhakikisha yale mafuta ambayo yameshapata clearance yanatoka kwa haraka kwenye madepo ili yaweze kuwafikia wananchi. Ili kufahamu zaidi, tunaungana na mchambuzi Godwin Gonde akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Gonde, karibu sana. Trump amesema wamezungumza na Iran na madai ambayo Iran imekanusha ikisema kwamba haijazungumza na Trump. Hii inaashiria nini katika mzozo huu, Godwin? Ni mabadiliko ya mara kwa mara ya sura nzima ya vita, lakini pia ni mwendelezo wa propaganda ambazo pande zote ambazo zinashiriki kwenye vita hii zimekuwa zikiitumia. Kwa hiyo tangazo hilo ambalo Rais Trump ameliandika linaonyesha mengi. Kwanza ni nia ya Marekani pamoja na washirika wake kuweza kukomesha vita hii, lakini vile vile upande wa Iran kuonesha kwamba na wao wanayo nafasi ya kuweza kuwa kwenye meza majadiliano na kuweza kutafuta suluhu ili kuepusha maafa ambayo pande zote za vita hii zimedhamiria. Unadhani hatua ya Marekani kusitisha kwa muda mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Iran imeletwa na nini hasa? Yapo mengi hapo ambayo yanaweza kaelezea hivyo. Kwanza ni msukumo kutoka kwa mataifa ya Ghuba ambayo yenyewe yamekuwa yakiathirika moja kwa moja na vita hii kwa sababu yanamtegemea Marekani katika ulinzi, lakini vipigo wanavyovipata kutoka Iran vimekuwa ni jambo ambalo linaathiri usalama wao. Lakini vile vile Marekani anakosa ushirika kutoka kwa mataifa ambayo yamekuwa washirika wake, hasa wale ambao ni mataifa ya NATO na mataifa mengi ya Ulaya. Yote kwa pamoja nampa mbinyo kuona kwamba vita hii ni ya kwake binafsi Rais Trump,
na jambo ambalo linamfanya Marekani kukosa imani ya kuwa taifa ambalo linafanya mambo kwa kushirikiana na mataifa mengine. Godwin, tangu mzozo huu uanze tunaona athari kubwa ni kuhusu mafuta, jambo lililotikisa uchumi wa dunia. Sasa unadhani kama bara la Afrika tuna mambo gani ya kujifunza hapa sio katika masuala ya kujitegemea? Yapo mengi. Bara la Afrika limekuwa likitegemea mengi kutoka mataifa mengine, na ndio maana tunakuwa tunaathirika pale ambapo mataifa haya yanaingia katika migogoro. Kwa hiyo kubwa kabisa ni kuweka akiba, aidha ni ya nishati, ni ya chakula, ni ya malighafi nyingine yote pale ambapo viashiria vya migogoro ya kimataifa vinapotokea, lakini vile vile kuunga juhudi mkono za kimataifa za kuhakikisha kwamba mazungumzo ya amani yanaweza kupatikana, kwa sababu Afrika nayo inayo nafasi ya kuweza kutoa mchango wake katika kuyashinikiza au kuyaomba mataifa ambayo yanahasimiana kuweza kukaa kwenye meza mazungumzo na kuleta diplomasia. Bila shaka biashara za watu wengi zimeweza kuathirika na tumeona athari ikiwa kubwa zaidi. Tuzungumzie kuhusu watu wa kawaida, wameathirika vipi na mzozo huu, tukiangalia pande zote mbili? Watu wa kawaida, ukiachana na vifo na kupoteza makazi, kuna ambao wengine shughuli nyingi za kimaendeleo zimeweza kusimama, kwa sababu tumeona idadi kubwa ya watu zaidi ya 1,000 na kitu kwa Iran, na wengine Lebanon na mataifa mengine wamepoteza maisha, lakini kuna wengi ambao wamekimbia makazi yao. Lakini huduma za kawaida za kila siku, shule, masuala mazima ya huduma za kibenki na nyinginezo zimekuwa zikisuasua. Kwa hiyo ni vita ambayo itaathiri si uchumi peke yake, itaathiri maendeleo, itaathiri saikolojia na mambo kadha wa kadha katika pande zote ambazo zinashiriki. Mzozo huu unaweza kumalizika vipi, Godwin? Siku zote tunaamini katika mazungumzo. Sasa mazungumzo yanafanyika katika mtindo gani? Hilo ndio swala ambalo muda utakuja kujibu. Lakini nafasi ya mataifa ya kigeni kama ambavyo tumeona nchi ambazo zilikuwa awali ni washirika wa Marekani na kuonesha msimamo wao wa waziwazi kuipinga Marekani au kumpinga Trump na msimamo wake, hiyo inaweza kusaidia kidogo kumpa mbinyo Rais Trump na kuona kwamba ipo haja ya kufanya mazungumzo na badala yake kuweka silaha chini na kuongea na Iran. Lakini kwa nini, Godwin, tunaona Rais Trump ana hamu sana ya vita hivi? Ana hamu nayo kwa sababu yeye ni mhafidhina, ni mtu ambaye anaamini katika matumizi ya nguvu, anayeamini kwenye yale ambayo anayahitaji yeye. Sasa umma wa Marekani wengi wamekuwa wakienda kinyume naye, lakini kwa sababu vita hii inampambanua na kumuonesha ni mtu wa namna gani, yeye hulka yake au personality yake inamfanya kufurahia kile ambacho kinatokea.